tuliokabidhiwa leo tarehe 2 Oktoba 2025 utakimbizwa katika wilaya 4 na halmashauri 5 za mkoa wa Songwe. Utakimbizwa umbali wa kilomita 623.5 ambapo utazindua, kuweka mawe ya msingi na kutembelea jumla ya miradi ya maendeleo ipatayo 43 yenye thamani ya shilingi za Tanzania bilioni 20.5 kwa mchanganuo ufuatayo. Wananchi ni shilingi, mchango wa wananchi ni shilingi milioni 789.8 ambao sawa na 3%. Halmashauri za wilaya na mji ni bilioni 2.2 sawa na 10.9. Serikali kuu milioni 14 sawa na 68. Wahisani na asasi mbalimbali bilioni 3.4 sawa na 16%. Michango ya Mwenge wa Uhuru ni milioni 11.5 sawa na 0.06. Kati ya miradi 43 itakayopitiwa na Mwenge wa Uhuru, miradi 17 yenye thamani ya shilingi bilioni 7.5 itazinduliwa. Miradi 13 yenye thamani ya bilioni 12.5 itawekewa mawe ya msingi, na miradi 13 yenye thamani ya shilingi bilioni 434.4 itatembelewa. Miradi hii ni kielelezo cha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri na hodari wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwaletea wananchi maendeleo ya kweli, jumuishi na endelevu, ambapo licha ya miradi hiyo itakayopitiwa na Mwenge wa Uhuru mwaka 2025, mkoa wetu wa Songwe unajivunia mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo zaidi ya milioni 713 zimepokelewa na kutumika kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo imeweza kuleta heshima na matumaini kwa wananchi wa mkoa wa Songwe. Aidha, mafanikio ya utekelezaji wa miradi yote hii imetokana na ushirikiano mzuri uliopo baina ya serikali, wananchi na washirika mbalimbali kwa maendeleo. Tunawashukuru sana. Ndugu viongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kwa kuzingatia ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2025 usemao uchaguzi, ambao unajikita kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Napenda kutumia fursa hii adhimu kujulisha Mwenge wa Uhuru kwamba sisi viongozi na wananchi wenzetu wa mkoa wa Songwe kwa umoja wetu tumetekeleza na tunaendelea na utekelezaji kwa vitendo jukumu la kuhakikisha wananchi wanashiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa amani na utulivu. Mkoa ulishirikiana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na wadau wengine kuhamasisha wananchi kujiandikisha katika zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura, ambapo mkoa ulifanikiwa kuandikisha wapiga kura wapya 187,323 kati ya 110,803 sawa na 100%. Walioboresha taarifa zao walikuwa 70,405, waliofutwa walikuwa 427, na kwa kufanya mkoa kwa sasa kuwa na jumla wapiga kura wapatao 762,245. Aidha, wananchi wote walijitokeza katika vituo vya uboreshaji uchaguzi na tunawahamasisha kujitokeza wakati wa kupiga kura. Ulinzi umeendelea kuimarishwa katika maeneo yote tangu wakati wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, wakati wa uchaguzi wa ndani wa vyama vya siasa, wakati wa uchukuaji na urejeshaji wa fomu. Wa Songwe tuna jumla ya vyama 8 ambavyo vinashiriki katika mchakato wa uchaguzi. Ndugu viongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, katika kuendeleza ujumbe na dhima ya Mwenge wa Uhuru, mkoa unaendelea na juhudi za kutekeleza kwa vitendo jumbe zingine za Mwenge wa Uhuru zilizobeba ajenda za kitaifa ambazo ni mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya VVU, mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, mapambano dhidi ya malaria na kuimarisha lishe bora kwa afya imara. Lakini shughuli hizi ambazo zote tunazifanya, na kwa mwaka huu Mwenge wa Uhuru umebebwa na jumbe zifuatazo. Moja, kwenye upande wa rushwa ni kuzuia rushwa ni jukumu langu lako, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu. Lakini kwa upande wa VVU, ujumbe wa Mwenge wa Uhuru unasema mapambano dhidi ya VVU. Mkoa kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo
Tunaendelea na jitihada za mapambano dhidi ya VVU, ambapo huduma mbalimbali za upimaji zimetolewa kwa mwaka 24, lakini kwa mwaka 25 huduma hizo zinaendelea. Lakini hali kadhalika tiba na huduma zingine za VVU zinaendelea kutolewa. Lakini kwa upande wa mapambano dhidi ya dawa za kulevya, ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, jitihada zinaendelea kufanyika chini ya Tume ya Mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kushirikiana na wenzetu. Tunaendelea kutekeleza jitihada hizi za kuhamasisha lishe bora, ikiwa ni moja miongoni mwa ajenda za kipaumbele kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Rukwa, kupokelewa kwa Mwenge wa Uhuru katika mkoa wetu wa Songwe si tukio la kawaida, bali ni tukio lenye uzito wa kihistoria, kisiasa na utamaduni. Ni alama ya kudumu ya mshikamano wa kitaifa, uzalendo wa kweli na dhamira pamoja ya kuendeleza misingi ya haki, usawa na maendeleo jumuishi kwa kila Tanzania. Nashukuru, na kwa niaba ya wenzangu kwa kweli tukuhakikishia amani, upendo na ukarimu kwa siku zote ambazo tukuwepo ndani ya mkoa huu wa Songwe. Imani yangu kwamba kazi nzuri ambayo tutaendelea kuifanya kipindi hiki kifupi ambacho umekuja, naamini wakuu wa wilaya wao walikuwa kwa muda mrefu, na sina shaka na mkuu wa wilaya ya Momba, kwa sababu tuna watu makini, ana watu mahodari, ana watu ambao kwa kweli kazi inaendelea kufanyika. Lakini pia vile vile nipongeze sana mkuu wa wilaya wa Momba kwa fitna aliyoifanya, kwa sababu najua kipindi hiki wanasiasa huwa hawakai kwenye shughuli kama hizi, mara nyingi wana ratiba zao huku. Lakini niseme kwa dhati ya moyo wangu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nimefarajika mno kumuona dada yangu Kondesta. Naomba mpigieni makofi mengi sana. Miongoni mwa madada ambao wanaelea vizuri, kwa kweli nakushukuru sana dada yangu kwa kuona huko. Naamini kazi nzuri inaendelea kufanyika huko kwa wanamomba. Baada ya Somba watamuweza kweli kushindana naye? Hata wakiungana Kondesta dada lao.